Hali ya taharuki, simanzi na mivutano ya kifamilia imetawala eneo la Magadini, kata Ussariva, wilayani Arumeru, katika kile kilichotakiwa kuwa ni safari ya heshima ya mwisho kwa mzee George Mollel. Lakini badala ya umoja, msiba huo uligubikwa na sintofahamu kubwa juu ya mahali halali pa kuzikwa kwa mwili wa marehemu. Eneo lenye ukubwa wa zaidi ya ekari 6 ambalo ndilo makazi ya familia ya mzee George ligeuka kuwa uwanja wa mvutano. Ndugu kwa upande mmoja na watoto wake kwa upande mwingine. Itakuwa ni issue ya mambo tu ya mali. Ndio maana mgogoro ambao unaoendelea mpaka sasa hivi. Baadhi ya ndugu walidai kuwa halmashauri ya Meru imeweka zuio la watu kuendelea kuzika kiholela kutokana na mabadiliko ya hadhi ya Ussariva kuwa mji mdogo. Hivyo kwa mujibu wao, mazishi yalipaswa kufanyika katika eneo rasmi la makaburi ya Chemchem. Lakini upande mwingine wa familia waliona jambo hilo kama njama za kutaka kuhamisha kaburi na kuuza ardhi aliyokuwa akiishi baba yao, ardhi ambayo leo hii imegubikwa na utata mkubwa. Asubuhi ya siku ya mazishi, mwili wa marehemu ulifikishwa nyumbani kwake kama ilivyopangwa kwa ibada ya heshima. Kaburi tayari lilikuwa limetayarishwa kwenye shamba lake mwenyewe. Lakini hali ilibadilika ghafla. Maelekezo mapya yakatolewa, kaburi lichimbwe maeneo ya Kiserian, eneo alipozaliwa mzee George. Hali hii iliwashangaza baadhi ya watoto wake na wengine kukimbilia mahakamani, na usiku wa manane kwa kibali cha kisheria wakazika mwili wa baba yao katika eneo waliliona kuwa sahihi kwenye shamba la marehemu mwenyewe. Mazishi hayo yakafanyika saa 2 usiku katika giza la majonzi na mshangao, huku familia ikiwa bado haijaungana kwenye msiba wa mpendo wao. Tukio hili limeacha maswali mengi kuliko majibu. Mvutano wa familia, migogoro ya ardhi na hatima ya marehemu. Yote haya ni picha halisi ya changamoto zinazowakumba Tanzania wengi nyakati za misiba. Kutoka wilayani Arumeru mkoani Arusha, langu jina ni Baraka Lucas, mwandishi wa Jambo TV. Sipo kwake. Jamani, waandishi wa habari tusaidieni. Rusheni mtandaoni, tupewe haki ya kusika. Naomba sana, tuna uhakika baba yetu tulipendana naye sana kwa muda mrefu. George Mollel. Ombi la wananchi wote kutokea hapa Arumeru, tunaomba baba yetu azikwe eneo lake la Mpunga. Eneo lake azikwe kwa sababu anaye watoto na mwanamke mjane. Hata mwanamke mjane ataendaje kwa wakwe na alishafunga naye ndoa? Kumbukeni nyie mliokuwepo hapa, maana yeye alishafunga ndoa na mke wake. Na alipofunga ndoa na mke wake, ana haki na mke wake kuwa naye karibu. Tunaomba tukiwa wananchi wa Magadini, tunaomba George Mollel azikiwe eneo lake. Sio mimi, naomba na wananchi wenzangu azikiwe eneo lake kwa sababu alishafunga ndoa na mke wake. Mimi na miaka 80 hatujawahi kuonaga msiba wa namna hii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi inafika saa 1 marehemu yuko hapa na kaburi lilishachimbwa kwenye eneo lake la eka 10 lakini ananyimwa kuzikwa hapo. Hivyo tunanyanyasika, tunamuomba rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan atusaidie. Ni kwa nini tunanyanyasika na maeneo yetu tunayo ambayo ni maeneo ya kutosha? Tunaweka kila mtu hapa tunaweka zaidi ya 15 lakini haturuhusiwi na mashamba yetu hakuna hata nyumba ya mji wala hamna mji wala harufu ya mji haipo, lakini tunanyanyasika. Kuna mashamba ya mpunga na ya kulima mahindi tunayo. Kwa hiyo lakini tunanyanyasika na baadhi ya viongozi ambao
wanasema kwamba tuliweka saini hicho kitu, na hicho kitu hatujui, kijiji kizima hatujui hiyo. Kama waliongea labda nini wakati wa Chadema ni hiyo tu, lakini sisi raia hatujui, kijiji kizima hatujui. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie ili tusike watu wetu, tusinyanyazike mpaka saa 2 ya usiku. Tuko na maiti hapa, kwani ni haki? Na kaburi imeshachimbwa kabisa. Kwa hiyo kilichotokea hapa ni kwamba kumeshakuwa mji mdogo Usariva. Hapa huwezi kuzika kwa sababu hakuna kibali cha kuzika na maeneo ya makaburi yakawa yameshatengwa. Sasa kitu walichokifanya wao, walichokosea ni kwamba wamesema kwamba watatoa kibali. Sasa kinachozungusha hapa ni kwamba kaburi limeshachimbwa, lakini kibali mpaka sasa hivi hakijatoka kuonyesha kwamba huyu mzee anatakiwa azikwe ambaye ni babangu. Sawa, hicho ndio kitu kinacholeta taharuki mpaka sasa hivi. Kwa sababu tunaomba mara kibali kitatumwa kwenye mtandao. Kwenye mtandao watu wamesubiri, hakuna kinachoonekana. Tumesubiri, mara tunaomba tusubiri natoka sio kwa mkuu wa wilaya, mara sijui atakuja OCD, mara atakuja mkuu wa wilaya. Ndio mpaka sasa hivi mkuu wa wilaya anasubiriwa aje atoe tamko. Unaona, ndio hicho kitu tunachokisubiri mpaka sasa hivi. Lakini mpaka sasa hivi mkuu wa wilaya haonekani wala mtu yote haonekani ambaye mwenye mamlaka ya kuturuhusu sisi. Na kinachojulikana hapa kwamba mamlaka ilishatangaza kwamba hakuna maziko. Yaani inavyoonekana kwamba wanasema kwamba kuna kibali ambacho kipo, kwamba wanaona kwamba wanasubiri kibali ili waweze wakamzika baba hapa. Lakini sasa kama ukoo wenyewe umekaa ambao ndio wenye muhusika wamesema kwamba akazikwe Kiseriani, ambapo huko ndo alikuwa anatakiwa akazikwe, lakini kwa hapa hakuna kibali. Sasa kinachosumbua sasa watu ni ile kwamba kibali kitatoka, ndio kitu wanachokisubiri, kwamba kibali kitatoka. Unaona, sasa ndio mvutano unatokea hapo. Sasa sisi kibali tulichopewa ni cha kuja kumzika baba kwa sababu mzee alipata ajali. Kwa hiyo askari akaja akadhibitisha pale kwamba baba amepata ajali na sehemu alizoumia. Kwa hiyo daktari akaandika na askari akawa yuko pale, tukasaini, tukapewa mwili kwamba tukaandika kwamba mwili utakuja kuzikwa Magadini, lakini kumbe sivyo jinsi ilivyokuwa, kwa sababu hakuna kibali cha kuzika. Naitwa Dismas Peter Moria, ni Mchaga Mkibosho. Huyu aliyefariki hapa ni mjomba wangu. Amefariki siku ya Ijumaa na ana sehemu kubwa ya kuzikiwa. Shamba nadhani mnaliona. Ili shamba lina ukubwa zaidi ya eka 7. Na hii siku tumeteneza kaburi na tumezuia tusimzike huyu mjomba, na ndo mwenye sehemu husika hii ya kuzikiwa. Na sababu wamesema nini? Issue ya sababu sasa sisi kama mimi au na watu waliotuzunguka hapa, si hatuwezi jua, labda hii itakuwa ni iko ndani labda ya watoto. Maana hata serikali tusema issue ya mamlaka, shamba kubwa hivi mamlaka hawezi zuia mtu asizike kwenye shamba lake. Mjomba wangu ana watoto 5 wa kiume na wa kike mmoja. Nisikilize mimi ndio najua, wa kike ni 1, wa 5 ni wa kiume, na wote majina yote na wajua. Itakuwa ni issue ya mambo tu ya mali. Ndio maana mgogoro ambao unaoendelea mpaka sasa hivi. Sasa hivi ni saa 1 kasoro Saa 1? Mtu ametolewa mochwari saa 3. Mpaka sasa hivi wamemweka pale nyumbani kwake hajazikwa. Hii ni laana hii. Hii ni laana. Na makaburi yamechimbwa mangapi? Makaburi yamechimbwa, yani pale sasa hivi yameshachimbwa 2. Ambao kaburi la kwanza ambao limechimbwa Magadini kwenye shamba lake ile lenye ukubwa wa eka 7. Na hiyo lingine la pili sasa ambao tamko ambao limetoka asizikiwa hapa limeenda kuchimbwa Kiseriani, ambao watu wamepeleka na muda wa saa 9 kwenda kuandaa hilo kaburi. Ile shamba lishawahi kuuzwa? Halijauzwa, ni mali ya marehemu. Kama mimi, hata na mimi pia na ardhi, japo ardhi ni ndogo. Ardhi nimeitafuta mimi kwa gharama ninavyojua mimi. Siku naambiwa nisizikiwe kwenye ardhi yangu. Ni kitu ambacho kiingia akilini. Mila huwa kaburi yaliruhusiwa lilale bila kuzikwa. Hadithi likachimbwa kaburi alafu likalazwa hivyo hivyo. Ni haijawahi tokea, hii sio vizuri. Wewe na madhara itaita watu ambaye walikuwa itaita watu wa kuzikwa hapo. Naitwa Jonas Ndekiro Palanjo, Captain Murara, mwenyekiti wa kijiji cha Ndatu, kata ya Poli, wilaya Rwema, mkoa wa Arusha.
Nilipata taarifa ya msiba wa mtendaji wangu wa kijiji cha Ndatu, Tumaini Mungure, kwamba amefiwa na baba mkwe wake. Tukapata taarifa toka ile juzi kama siku 3 zilizopita. Leo ilikuwa siku ya kuzika. Na nikamuuliza mnazika wapi? Akasema Magadini. Hii barabara ya bypass ni mpaka wa Ndatu na kitongoji cha Magadini. Nimekuja hapa saa 4. Tumekaa hapa, mwili haujaletwa, ukaletwa kwenye saa 7. Kwenye saa 7 taharuki katokea kwamba ni wapi anazikwa. Je, ni mamlaka ya Usariva au ni wapi? Lakini kaburi lilitengenezwa toka juzi. Toka jana na juzi. Maandalizi yote yalifanyika kwamba azikwe kwenye mamlaka mdogo ya Usariva. Lakini baadaye ilipofika ule muda wa kuzika, kuna mashauriano yalikuwa kwenye mochari na kwa mkuu wa wilaya, lakini mkuu wa wilaya walikuwa wasaidizi wake. Kwa mpaka sasa hivi tunapozungumza sasa hivi mwili haujazikwa, ila kuna kaburi mbili zishachimbwa. Kaburi ya kwanza ishachimbwa na ikawekwa na tiles. Lakini ingine vijana walichukulia hapa ule muda wa saa 8 kwenda kuserian, kwenda kuchimba kaburi lingine. Kwa hiyo unaona hii hali halisi ilivyo. Leo watu wameshakula chakula kila kitu na maabudi yamefanyika, lakini bado mtu hajazikwa. Kwa hiyo sasa ninasikitika sana nimsindikiza mtendaji wangu, lakini baba mkwe wake hajazikwa mpaka sasa. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza nafikiri kwenye dodosa zangu ni kwamba hii ni issue ya mamlaka ya Usariva. Hawaruhusiwi watu kuzikwa hapa. Wanazikwa chemchem. Na makaburi yalitengenezwa zamani baada ya zile mamlaka kuja kuangalia mamlaka ya Usariva na vijiji. Ukishakuwa kwenye mamlaka ya Usariva uruhusiwi kuzika eneo husika. Lazima ukazike ule chemchem. Lakini pia yaelekea kwa taarifa ambazo sio sahihi, ambazo siwezi kusema mimi. Kuna issues, unajua ukishakuwa kufa kwenye issues za mali zinaleta complaint. Maana ule bwana kaburi sehemu iliyochimbwa ni sehemu ya kuna eka kadhaa. Hapo ni mpunga tu umeoteshwa, lakini wanaenda kumzika hapo pembeni hapo. Sasa hilo hatuwezi kuzungumzia sisi. Maana mimi sio bwana familia. Wito wangu ni kwamba tuseme jambo moja. Hebu serikali iseme jambo moja la kiusahihi. Mtu akifa kama neno lake aziko pale pale. Hiyo ni issue yangu. Na mimi kijiji kwangu kuna mtu alikuwa anatoa chuma, ni afisa ardhi. Aliweka kijiji kwangu mwaka 20 26 27 28 wakaja kuinduizi hilo issue kwamba hiyo mamlaka ya Usariva yote kuanzia kijiji cha Ndatu mpaka kata Poli. Nikakataa chuma. Ukimuuliza chuma alikuwa afisa service huko mjisi huko wapi? Sio Tanga siku hizi analima machungu ile jamaa. Nikakataa na mpaka leo nimekataa. Na nimerudi kwa amu ya pili kama Trump. Sitakubali. Vijiji vya kama vijiji na manispaa kama manispaa.